Na mkunasikiza matangazo yetu moja kwa moja kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na mimi Rajabu Wakili Kabonga. Ili kuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka One TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok. Like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Kwanza ni muhtasari wenyewe wa habari za moto. Goma, M23 wanaondoka Goma, wengine waelekea njia ya Biondo. Uvira, waziri wa ulinzi aja na ujumbe mzito kutoka kwa Rais Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Uvira, majibu na maswali dhidi ya waziri wa ulinzi awajibu wananchi na kuhakikisha kuwapa mishahara mizito wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na mkiwa ni tarehe 8 za mwezi wa 4 2025, ambako kunasikiza matangazo yetu moja kwa moja kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwa ni saa 12 saa Afrika Kati, saa 1 ya majira ya Afrika ya Mashariki. Kumbuka tu kwamba Operation Saidia Mzalendo bado iko inaendelea, na hivyo kama bado hujaungana na operation hii, tafadhali tumia namba ambayo unaona hapo kwa screen yako, na moja kwa moja utaweza kuwasiliana na Baraka One TV. Pia usisahau kutembelea Baraka One TV channel 2, ambako utakutana na matukio mengi yanazidi kuendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na moja kwa moja tuanze na taarifa hizi kutoka huko maeneo ya Goma, ambako M23 wanaondoka Goma, wengine waelekea maeneo ya njia ya Biondo. Baada ya magaidi wa M23 kukimbia maeneo ya Walikale, waliungana na wengine kutoka Goma kwa lengo la kuingia kwa mashambulizi makubwa eneo lote la Nyabiondo, Walikale mpaka maeneo ya Kisangani. Mashuhuda wanasema magaidi wa M23 wanaonekana kuwa na nia ya kutaka kuingia Kisangani, lakini bado hali kwao ingali ngumu kutokana na kipigo walichokipata, hivyo kuwapoteza wanajeshi wengi pamoja na silaha zao nyingi kuangukia mikononi mwa waza. Jijini Kinshasa, waziri wa sheria na mlinda muhuri wa serikali Constant Mutamba, kwenye mjadala uliofanyika kwenye TV 50 Tele 50 kuhusu Joseph Kabila kufunguliwa mashtaka, alikuwa na haya ya kuzungumza baada ya kuweza kuulizwa maswali hayo na waandishi wa habari. Monsieur le ministre, le président de la République Félix Tshisekedi a affirmé par 2 fois déjà que l'ancien président de la République, Joseph Kabila, était responsable de l'AFC. Pourquoi est-ce que vous n'engagez pas des poursuites contre lui? Et pourquoi est-ce que vous ne saisissez pas ses biens autant que vous l'avez fait avec Corneille Nangaa et tous les autres, Moukoumadi et Franck Diongo? Lorsque je vous dis que l'instruction préjuridictionnelle est une instruction inquisitoriale, ça veut dire secrète. Ce n'est qu'au bout de compte que nous allons effectivement établir la responsabilité pénale claire de M. Joseph Kabila. Nul n'est au-dessus de la loi. Les enquêtes sérieuses sont en cours. Pas que sur la personne de l'ancien président de la République, mais sur même tous les responsables soupçonnés d'être déconnivence avec le Rwanda, qui serait aujourd'hui proche du président honoraire Joseph Kabila. Vous avez vu les premières interpellations. En fait, c'était le fait de l'injonction du ministre de la Justice. Avec Moukoumadi et Franck Diongo, ça n'a pas traîné? Si, ça a traîné. Qui vous dit que ça n'a pas traîné? Vous avez plutôt vu les résultats de l'aboutissement des enquêtes.
Lorsque ça le sera pour les autres, vous le saurez. Mais sachez qu'un travail de fond se fait. Mais croyez-moi, les aventures d'autres temps ne vont plus se répéter. Monsieur le ministre, l'article 168 de la Constitution stipule que les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours et sont immédiatement exécutoires. Alors, cette Cour a produit son premier arrêt, RP 001, dans l'affaire Boukangalonzo, et a déclaré être incompétente de pouvoir juger un ancien Premier ministre. Et puis après, cette même Cour est revenue sur le même problème en évoquant ce qu'on appelle un revirement jurisprudentiel. Quelle est votre lecture en tant que ministre par rapport à ce dossier? Vous savez, il ne me revient pas en tant que ministre de la Justice de commencer à commenter les arrêts des hautes juridictions de notre République. Na mko unasikiliza matangazo yetu kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwa ni tarehe 8 za mwezi wa 4 2025, saa 12 saa za Afrika Kati, saa 1 majira ya Afrika ya Mashariki. Ishide Kizenga Tembele, King Selemani Shabani kuendelea kuwa pamoja na Baraka One TV. Utakumbuka tu kwamba unafuatilia matangazo yetu ukiwa huko Australia, ukiwa huko Canada, USA, Kinshasa, Lubumbashi, Afrika Kusini na kote duniani. Na baada ya taarifa hizo, moja kwa moja tuingie jimboni Kivu ya Kusini, ndani ya mji wa Uvira, ambako waziri wa ulinzi aja na ujumbe mzito kutoka kwa Rais Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Msafara ulianzia maeneo ya boda Uvira na Gatumba mpaka alipofika eneo la roundabout rompo ya Kavivira, ambako alikuwa na haya ya kuzungumza mbele ya wananchi wa Uvira. Huyo ni waziri wa ulinzi Bwana Gai Mwadiamvita Kabambo. Qu'est-ce qu'on s'est dit? À la mairie, hein? Watoto wa Uvira, jambo. Ninafika hapa jina ya Président de la République, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême du gouvernement. Ananituma nimweleze tuko pamoja. Mina kwa kuangalia namna gani watoto wa Uvira eko na vivre, kisha nitamuletea rapport. Mina kuya jua kuona komanda ya sasa Dunia, General Dunia. Mtoto hapa Serikali tutongee na wazalendo. Tunakuwa na Lieutenant General Paderi Serikali. Swahili yangu haina. Unanifuata kanuni? Ok. Ce qui te félicite, Général Dunia, il est prévu que Tokutana na la société civile pour na pesa pe message oyo commandant suprême na premier ministre Batindinga Yabo.
quand la patrie est en danger, c'est l'unité de tout le monde sans compter le parti politique. Merci. Muke nazaki na yango wana pona koyebisa bana ya Uvira que chef de l'État akoki kobosa na bino ata muke te. Pe apesi ngai nakoki nyonso comme ministre ya défense po tobongisa mosala na bango. Pe tokobongisa. Oyo ezali discours politique te, mais ezali pour la cohésion nationale. Tokani? Merci mingi. Mukena zaki na ndani. Merci. Ujio wa waziri wa ulinzi uliweza kujibu baadhi ya maswali na ya wananchi baada ya kuruhusu baadhi ya maswali kutoka kwa wananchi. Wananchi waliuliza maswali mbalimbali ambayo waziri wa ulinzi aliweza kuyajibu kama ifuatavyo. Hilo ndio tumependa kuuliza. Swali la pili. Sisi tunaipenda nchi yetu. Hakuna nchi utamu yenye kuwa na rutuba tena na mambo mengi zaidi ya Kongo. Kwa nini mnataka sisi hatutakimbia nchi hii? Tutakubali sisi tufie hapa pamoja na uzee wetu, tusaidiane na watoto tukomboe nchi yetu. La tatu, sisi tunapenda ufikishie ujumbe rais. Hapa Uvira tuna matatizo. Wanatizama watu wa Kamanyola tu. Hapa juu milimani hapa tuna maadui wengi ambao M23 wamejaa huko. Wakipitia huko Kutugwaneo, Ngumino, Retibara wako tele hapo. Wanategemea muda wote waingie hapa watusakaje. Na wao Wanyarwanda hawa. Wao wanavizia wanasema kwenye kuko vizuizi ni hapa Uvira. Wakiingia hapa wanasema tatusaga. Na sisi hatutokubali tusagwe. Yeye rais wetu wakati tunamchagua hapa alikubali kuwa yeye ni mzalendo. Sisi tunapenda uzalendo wake aukamilishe. Sababu asitudanganye. Ule uzalendo aliyokamilisha mbele ya watu aukamilishe. Sisi tunataka nchi yetu ngombolewe na tuwe na amani. Hilo mimi nimemalizia pale mheshimiwa Aktani. Et 1000 personnes envoient à 2000 personnes. Watu 1000 wanatumia ingine 1000. 2000 personnes envoient à 2000. Et c'est ce qui s'est passé ici. Et Uvira est tombé. Na ndio mlisikiaka wanatangaza Uvira ishakamatiwa yote na wadui. Et vous vous rappelez quel a été le comportement de nos compatriotes? C'était d'aller où? Chez les voisins. Wengi na uliona wengi kati ya wakongomani kutokana na habari walikimbia wakavuka ngambo. Cela me donne aussi la transition par rapport à un compatriote qui a dit ici que je dois éclairer qu'est-ce que l'armée burundaise fait ici quand nous voulons attaquer, l'armée burundaise nous dit de ne pas attaquer. Na kuna mtu alisema ya kwamba kwa nini jeshi la Burundi linazuianga watu wasiatake pale Kamanyola. Heureusement que nous avons un bon voisin comme le Burundi. Heureusement Burundi ni nchi ambayo inatusaidia. Ni jirani mwema. Alors, la question précise sur les techniques ou tactiques, n'attaquez pas, faites ceci, attendre, ça c'est interne à l'armée. Mambo ya kujua mwatake saa hii usiku mchana siku gani ile ni siri ya jeshi. J'ai eu à toujours oui, le président, vous avez parlé de réserve armée de la défense arabe, les wazalendo. Tukibaki tu hapo ndani ya mji wa Uvira, Simba wa Kongo William Amuri Yakutumba
Pia alikuwepo na kupokelewa na waziri baada ya kupata nafasi ya kipekee kukutana na Luteni Jenerali Padiri ambaye ni mratibu wa kitaifa wa RAD. Viongozi mbalimbali wa wazalendo waliweza kukutanishwa na waziri wa ulinzi na huku William Amuli ya Kutumba, General Makanaki pamoja na kiongozi Rene na makamanda wengi wa wazalendo wote kwa pamoja waliweza kukutana na waziri wa ulinzi. Ujio wa waziri wa ulinzi aliweza kudhibitisha na kuhakikisha kwamba lazima wazalendo na wao pia watapata yale marupurupu wanayowapata FARDC, na hivyo kuhakikisha mshahara wa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unakuwa ni ukweli na wala hautobakia tu kwenye makaratasi. Mettons la transition par rapport à Muzalendo qui a dit ici que un ventre affamé, et lui-même a dit ici, pas de moyens, pas de bon travail. Asemele na nikumbusha maneno ya Mzalendo walisema tumbo yenyeko na njaa haiwezi kupigana vita. Donc on est là pour mettre FARDC dans des conditions normales de travail. Tuko hapa juu ya kutia FARDC mu conditions désormais ya mzuri ya kazi. Et pour cela, le président de la République m'a donné tous les moyens qu'il faut. Kwa hiyo raisi wa nchi amenikabidhi pesa zote ambazo zinafaa. Na huo ndio mwisho wa taarifa zetu za asubuhi hii ya tarehe 8 za mwezi wa 4 2025, ambako kunasikiza matangazo yetu moja kwa moja kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tukutane majira ya saa 6, saa 9 pamoja na saa 12 kwa taarifa zaidi. Mimi ni Rajab Wakili Kabonga, the one and all in town, DJP.